Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya Dominika ya leo, ikiwa ni Dominika ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe. Zaburi ya wimbo wa katikati ni kutoka Zaburi ya 47, inatangaza kwamba Mungu amepaa kwa kelele za shangwe. Ni moja ya zaburi yenye kushangilia mamlaka alionayo Bwana wetu Yesu Kristo. Tendo la kupaa ni ishara kwamba Yesu ni mkuu na hafungwi na mamlaka yoyote ya dunia hii. Ndugu zangu, tunafahamu gravitational force, ukirusha jiwe juu linavutwa chini. Hata wewe ukijaribu kuruka juu utashushwa chini. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo ameshinda hizo nguvu. Hakuna kiongozi mwenye hizi nguvu, ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye amepanda, havutwi chini na force, gravitational force. Yeye ameshinda vyote. Alitembea kwenye maji. Bwana wetu Yesu Kristo ni mkuu kuliko kiongozi yoyote yule duniani. Ndugu zangu, tendo la kupaa ni ishara kwamba Yesu ni mkuu na hafungwi na mamlaka yoyote duniani. Ni ishara kwamba Yesu ni juu ya viongozi wa dunia hii. Somo la kwanza linaelezea namna jinsi tukio hili lilivyotokea. Ndugu zangu, kabla ya kupaa kwake, mitume walifikiria kwamba huo ndio ulikuwa wakati wake wa kuanzisha utawala wa kidunia na kuitoa Israeli mikononi mwa utawala wa Kirumi. Mitume walishindwa kumuelewa Bwana wetu Yesu Kristo, walimuelewa Yesu vibaya. Ndugu zangu, sisi tujiulize, hivi ni wapi tumemuelewa Yesu vibaya? Ni mafundisho yapi ya kanisa tuliyoyaelewa vibaya? Katika somo la kwanza tunagundua kwamba kuna mambo ambayo sio kazi ya Yesu kuyafanya. Baadhi ya wanafunzi walimtegemea Yesu awapindue Warumi waliokuwa wakitawala. Sio kazi ya wanafunzi au kanisa kuchukua silaha na kuwapindua watawala wa ulimwengu. Kazi ya kanisa ni kuwashauri na kuwaelekeza ili waweze kufanya vizuri, watii mafundisho ili waweze kuwatendea wanadamu wenzao vyema. Waamini tunapaswa kutumia maarifa yetu vyema ili tuweze kuchagua viongozi vizuri. Tusipotumia hekima yetu kujichagulia viongozi wema na wa kujenga nchi zetu, hakika tutaendelea kubakia katika utumwa na tutakuwa tukifikiria pengine Yesu atakuja awaangushe chini. Yesu anataka kutumia wewe uweze kutumia akili yako vizuri, upige kura vizuri ili uweze kumchagua kiongozi mwema ambaye atakuongoza vizuri. Ndugu zangu, hakuna familia nzuri kama familia yenye kusali. Wafuasi wa Yesu walirudi kwa furaha na kwenda kukaa pamoja wakidumu katika kusali. Walitambua kwamba kuwa mfuasi wa Yesu ni kusali. Kabla ya Pentekoste, wafuasi wa Yesu walidumu katika kusali. Walisali kwa sababu walikuwa wakijiandaa kwa ajili ya kupokea utume mgumu, na waliambiwa kwamba wasianze kazi bila kumsubiri Roho Mtakatifu. Hivyo nasi tusianze kazi au wajibu wetu bila msaada wa Roho Mtakatifu. Ni vizuri uanze siku yako na Mungu. Wale ambao tuna simu za smartphone, daima tunapata masomo, tafakari. Usianze siku bila hata kusikiliza tafakari, kusoma neno la Mungu kabla hujaanza kazi. Ni vizuri kujikabidhi kwa Mungu. Mitume hawakuruhusiwa kuanza kazi kabla ya kumpokea Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndiye aliwapatia ujasiri. Na sisi tusikubali kuanza siku yetu bila sala. Anza na Mungu. Usikubali tu kukaa kwenye daladala na kupiga tu story tu. Wakati mwingine inabidi ukae kimya, uchukue rozari yako, hata usali kimoyo moyo. Yesu anapopaa mbinguni anataka kutueleza kwamba maisha ya kujiandaa kukutana na Yesu mbinguni ni muhimu. Lazima tujiandae. Hivyo Paulo katika somo la pili anatutaka tufumbue macho tupate kuona hili. Anajua kwamba macho yetu yamezibwa na matamanio ya vyeo. Wakati mwingine tunatamani vitu vikubwa kupita kiasi, tamaa ya mali. Pia macho yetu yamefungwa na shida zetu, tunatazama shida zetu kuliko kumtazama Kristo. Kuna mambo mengi sana yanayotusumbua, yanayotutesa. Kwa hiyo tunaweza tukakesha tukiwa tunatafuta mambo ya dunia badala ya kumtafuta Kristo. Paulo anataka tufungue macho, tuandae maisha yetu ili siku moja tuje tukutane na Kristo. Anajua kwamba macho yetu yamezibwa na mambo mengi sana. Hivyo tufumbue macho yetu, ndugu zangu, tujue kwamba sisi ni raia wa mbinguni. Uraia wetu uko mbinguni. Kazana uweze kupata uraia huu. Utambue kwamba kuna kuingia kule, tunahitaji visa. Andaa visa yako ya kuingia mbinguni. Andaa passport.
ili uweze wakati wa kuingia ukaguliwe. Je, uliishi vizuri? Wewe kweli ni mfuasi wa Yesu? Kama inavyokuwa vigumu kuimba wimbo ambao hujajifunza, ndivyo itakavyokuwa wale waliokuwa na mwana kondoo wakisali pamoja naye. Watakuwa wanazifahamu nyimbo zake, watakuwa wanafahamu yale yote alikuwa anayafanya. Na wewe ndivyo itakavyokuwa kuingia mbinguni. Pengine watakukagua, je, unazifahamu? Wewe ni mmoja wapo, ulikuwa unakesha pamoja na mwana kondoo, ulikuwa unajifunza, ulikuwa kwenye mazoezi, ulikuwa unaenda jumuiya, ulikuwa unaenda misa, unafahamu baadhi ya nyimbo ambazo tumezizoea. Pengine utachunguzwa hivyo. Hujui wimbo hata mmoja, hata misa hujui kuitikia. Tulikuwa tunaitikia Bwana awe nawe, Bwana awe nanyi. Nilikuwa tunasema na awe pia nawe. Ukitaka kujua, hata wakati mwingine tunaenda mtaani, si mapadri, wakati tunapa komunyo wagonjwa, ukijua tu mtu ambaye haendai kanisani tu, unajaribu unaona tu mwenyewe ukisema Bwana awe nanyi, unasikia mtu anaitikia ile zamani, na awe pia nawe. Unajua kabisa huyu na wasiwasi haendai kanisani mara kwa mara. Maana alikuwa anaenda zamani, ameacha. Lakini mnapoitikia na wewe rohoni mwako unajua huyu yuko updated. Huyu ni muumini ambaye anaenda kanisani daima. Kwa ndugu zangu wapendwa, sisi tujifunze hizi lugha za mwana kondoo. Kuna sala ambazo kama mfuasi wa mwana kondoo lazima uzifahamu. Hizi zote ni ishara kwamba wewe upo karibu na mwana kondoo. Na tunaambiwa kwenye somo kwamba uwe tayari kuchovya mavazi yako katika damu ya mwana kondoo. Mwana kondoo kuchovya damu, kuchovya mavazi ni roho zetu. Tukubali roho zetu zisafishwe na Yesu. Kama inavyokuwa vigumu kusahau kuvaa nguo. Huwezi kusahau, unaweza kusahau vitu vingi wakati unatoka nje, lakini huwezi kusahau kuvaa nguo. Usisahau roho yako. Yaani kila unapoamka usisahau roho yako. Hakikisha unachovya mavazi yako, osha, ungama ili uweze kutengeneza maisha ya baadaye. Ungama, jipatanishe na Mungu, kaa karibu na Mungu ili safari sisi raia kwenda mbinguni kusiwe na kipingamizi chochote cha kuingia huko. Ndugu zangu, Yesu kabla ya kupaa amekabidhi wafuasi wake kazi. Yesu ni mwema sana. Anakabidhi kazi. Kwamba endelezeni yale niliyoanza. Wapo viongozi wengi wasiokuwa na utayari wa kukabidhi kazi. Mpaka watu watumie nguvu, wengine mpaka wanafia madarakani kwa sababu ya tamaa. Yesu Kristo aliwakabidhi mitume wake madaraka yake. Kwamba endelezeni haya. Na sisi tuwe tayari kukabidhi wenzetu. Tukimaliza uongozi, tuwakabidhi wenzetu vizuri kwa upendo. Tujue maisha ya uongozi ni zamu tu. Ni zamu. Ukimaliza zamu yako, unawaachia pia wengine. Hivyo, maisha ya kanisa ni kazi. Mitume wakabidhiwa kazi. Kwa hiyo maisha ya kanisa ni kazi, utume. Yesu anakataza maisha ya uvivu na ya kungoja tu tulishwe. Wapo wale watu ambao wanakaa chini ya mti wanasubiri tu matunda ya dondoke, lakini hawako tayari kuwekea mti mbolea. Hapo tayari kujihangaisha hata kumwagilia mti, lakini wanasubiri matunda tu ya dondoke. Wapo watu ambao ni tegemezi mno kwa ndugu zao. Kila saa wanaomba hela tu, kila saa wanapiga simu ni kuomba hela tu. Si sawa, uvivu wa namna hii si sawa. Hawajishughulishi, wanasubiria tu kupiga simu, naomba nitumie 200,000 ya kodi ya nyumba. Yaani wewe hujishughulishi wala ufanye chochote, unasubiri tu usaidiwe kila kitu. Hapana. Maisha lazima ujifunze kufanya kazi. Fanya kazi, ufurahie kazi ya mikono yako na umombe Bwana abariki kazi ya mikono yako ili uweze kufanikiwa. Ndugu zangu, vile Yesu baada ya kupaa mbinguni, wanafunzi wake walitambua kwamba mahali pa kumpata Yesu ni katika maandiko matakatifu na kwenye kuumega mkate. Ndugu zangu, tuhudhurie misa takatifu. Tutamfahamu Yesu katika maandiko matakatifu na katika kuumega mkate. Ekaristi takatifu na maandiko matakatifu tunampata Yesu moja kwa moja. Tupate muda wa kusali na kusoma maandiko ili ndugu zangu tuweze kuwa karibu na Bwana wetu Yesu Kristo. Tusiache kumtafuta Yesu katika Ekaristi na maandiko matakatifu. Tukiacha basi tutakosa uraia wetu wa mbinguni na siku ya mwisho itakuwa ni ya taabu sana katika maisha yetu. Ndugu zangu, tumuombe Bwana, mwambie Bwana, ninakuomba nikushuhudie wewe kwa marafiki zangu. Niishi vizuri na majirani zangu.
nikuonyeshe kwamba Yesu uko katika maisha yangu, ili watu waweze kukutukuza na kukupenda, na siku moja pamoja kama marafiki tuweze kukushangilia huko mbinguni. Bwana amepaa kwa kelele za shangwe. Haleluya, haleluya. Nakutakia Dominika njema ya kupaa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda na kukutunza, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.